Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada maalum ya kujiweka wakfu katika mwezi wa pili inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Bwana akanisemesha ya kwamba huu ni mwezi wa kufanywa upya. Ni mwezi wa kufanywa upya. Na Mungu akawa ananifundisha kwa habari ya sisi kutokukamilika. Sisi hatujakamilika wanadamu. Kwa namna yoyote tunakamilishwa na Mungu mwenyewe. Kwa kuna nyakati ambazo tunahitaji kutengenezwa na kufanywa upya. Ni mwezi wa kufanywa upya. Unajua sisi ni wafugaji, lakini tunakuta Mungu anasema na sisi kwa lugha ya kifugaji. Akienda kwa wakulima atasema nao kwa lugha ya ukulima. Halafu atakaposema na watu wa field nyingine atasema nao kwa lugha hiyo. Sasa kabla sijasoma maandiko, huu ni mwezi wa kufanywa upya, wa kutengenezwa, kufanywa upya. Na nilipokuwa naonyeshwa kwa habari ya ajenda ya Mungu ya mwezi huu, nilikuwa ni mimi nafuga mbwa. Sasa kuna manyoya fulani yalikuwa sijayapenda, yalikuwa yako dhaifu kidogo kwa hao mbwa, lakini pia kulikuwa kuna wadudu wameingia ndani ya yale manyoya. Kwa hiyo daktari alipokuja akashauri, akasema kuna dawa zimeingia za mbwa kwa ajili ya kufanya wadudu wasiweze kukaa humo. Lakini kabla ya kuwanywesha hiyo dawa inabidi yakatwe manyoya yote. Sasa tulipowakata, ghafla wale mbwa walianza kunenepa. Halafu yale manyoya yalivyoanza kutoka, yalitoka manyoya mazuri kweli kweli. Mazuri kwa mbwa na afya na muonekano wao ni mzuri sana. Sasa Bwana wakati ananifundisha, picha ikawa inaenda kwa vile ambavyo Mungu ameyaweka yale manyoya yaliyokuwa mabaya. Ndani kuna wadudu, mbwa walikuwa wamekonda, mbwa walikuwa hawana furaha wakikaa. Unajua mbwa huwa ni mtu ambaye ni mnyama ambaye analukaruka anaenda hapa, lakini wamejikunyata pale. Mara baada ya kufanywa upya, walivyotengenezwa, walivyokatwa manyoya, walivyosafishwa na kunyweshwa dawa, hakuna wadudu tena. Manyoya yalipoanza kuota, afya yao pia ilistawi kwa sababu kuna hali ya kufanywa upya. Lakini tunaona Mungu amesema na mimi kwa picha hiyo kwamba mwezi wa pili ni mwezi wa kufanywa upya, kwamba Bwana atenda kuwafanya watu wake upya. Ni maombi yangu kwa Bwana kwa picha niliyoiona ikawe kwako. Kama kuna wadudu, kama wale mbwa ambao ndani yako kuna wadudu, unaweza kukuta maisha yako ndani kuna wadudu. Wale mbwa manyoya yalikuwa dhaifu, unaweza kukuta kuna vitu viko dhaifu ndani ya maisha yako. Basi unakuta na wale mbwa walikuwa wamekosa furaha. Yamkini wewe katika hali ya kawaida umekosa furaha. Bwana akakufanye upya. Kama vile wale mbwa walivyokatwa yale manyoya na wakawa wazuri kweli kweli, Bwana akakufanye kwa upya. Mahali ambapo pana wadudu, mahali ambapo pana uharibifu, mahali ambapo pana unyonge, mahali ambapo hapana muonekano mzuri, Bwana akakufanye kwa upya. Ndio maombi yangu leo na ndio ajenda ya Mungu katika mwezi huu wa pili, kwamba Bwana ataenda kuwafanya watu wake kwa upya, ataenda kuwatengeneza kwa upya. Kuna miradi tenda kufanywa kwa upya, kuna namna afya yako tenda kutengenezwa kwa upya, ngozi yako itagrow, itastawishwa kwa upya. Kuna namna uchumi wako na mambo mengine yatastawishwa kwa upya. Ndoa yako na mahusiano yako yatastawishwa kwa upya, kwa maana ni Bwana aliyesema ya kwamba ni mwezi wa kufanywa upya. Kwa hiyo tunapoenda kujiweka wakfu kwa Mungu wetu, tunajiweka wakfu kwa Bwana ili tufanywe upya. Ndani yetu tutengenezwa kwa upya, ibada zetu zitengenezwe kwa upya, shauku ya moyo kusoma Biblia na kuomba na kutafakari neno itengenezwe kwa upya, shauku ya maisha matakatifu itengenezwe kwa upya. Bwana anaenda kutufanya kwa upya, anatutengeneza, anatufanya vile atakavyo yeye kwa upya. Tunaenda kujiweka wakfu. Tunapoenda kujiweka wakfu, maana yake nini? Tunasarenda
kwenye ajenda ya Mungu ya mwezi huu. Tuna sarenda. Tunapoenda kujiweka wakfu, tuna sarenda. Tunaambia Mungu, tuna sarenda kwako, kwa maana sisi peke yetu hatuwezi, lakini tuna sarenda kwako, kwa maana tunajua we Mungu una ajenda. Sisi yamkini hatuna ajenda za maana za mwezi wa pili, hatuna, lakini yeye ni Mungu anazo ajenda. Zile ajenda tunaenda kujiconnect, kwa maana Mungu anasema kabla hajafanya lolote jambo huwaeleza manabii wake siri zake. Anaponisemesha mimi kama mtumishi wake, anakusemesha wewe. Anaposema huu ni mwezi wa kufanywa upya, uwe una uhakika mahali palipoharibika, mahali palipobomoka patenda kufanywa upya. Naomba nisome kwa haraka maandiko. Ukisoma katika kitabu cha Yeremia sura ya 18, nianza kusoma ule mstari wa kwanza. Biblia inasema, neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, ondoka ukashuke mpaka nyumba ya mfinyanzi, na huko nitakusikilizisha maneno yangu. Basi nikashuka mpaka nyumba ya mfinyanzi, na tazama, alikuwa akifanya kazi yake kwa magurudumu, na chombo kile alichokuwa akikifinyanga kilipoharibika mkononi mwake yule mfinyanzi, alikifanyiza tena. Ni mwezi wa kufanyizwa tena, alikifanyizwa tena, ni mwezi wa kufanywa upya. Akasema alikifanyiza tena kuwa chombo kingine, kama alivyoona vyema yule mfinyanzi kukifanya. Ndipo neno la Bwana lilimjia na kusema, likanijia na kusema, e nyumba ya Israeli, je, siwezi mimi kuwatendea ninyi vile vile kama mfinyanzi huyu alivyotenda? Asema Bwana, angalieni, kama udongo ulivyo katika mkono wa mfinyanzi, ndivyo mlivyo ninyi katika mkono wangu, e nyumba ya Israeli. Kwa tunaona Bwana anasema kwa habari ya kufanywa upya, anamfanyiza mtu kwa upya. Anamtuma Yeremia, anamwambia shuka kwa mfinyanzi, ukifika kule nitasema na wewe. Anapofika kule anakuta mfinyanzi anatengeneza vyombo vyake kwa magurudumu. Wala wanaoelewa namna ya kufinyanga wanaoelewa kuna magurudumu yanakuwa yanazunguka. Anatengeneza kwa magurudumu. Anasema udongo uliokuwa mkononi mwa mfinyanzi ulipoharibika, Bwana yule mfinyanzi akatengeneza chombo kingine, akafanya kwa upya chombo kingine. Anasema akakitengeneza kwa upya, akakifinyanga tena. Anasema hivi, akakifanyiza kwa upya. Halafu kipindi Yeremia anaangalia, anataka kujua Mungu anataka kumsemesha nini. Bwana anasema, angalia huo udongo ulio ndani ya mkono wa mfinyanzi. Anasema nini kimetokea? Akaambia alivyokuwa akitengeneza chombo, udongo ule ule na chombo kile kile kilipoharibika, akafanyiza tena kwa upya jambo jingine jipya. Bwana akasema, waambie wana wa Israeli, taifa hili la Israeli, je, mimi si zaidi ya huyu mfinyanzi? Kama kuna jambo halijakaa sawa, siwezi kufanya upya maisha ya watoto wangu Israel. Ndivyo hivyo ambavyo anasema na sisi. Haijalishi kuna jambo baya gani ambalo halijakaa sawa, huyu Bwana anaweza kufanya jambo jipya. Anaenda kufanyiza upya mahali pale pale. Maanake Biblia inaeleza ya kwamba sisi ni udongo na yeye Mungu ndio mfinyanzi, ya kwamba anaweza kutufinyanga kwa upya. Ni mahali gani unataka ufanywe kwa upya sawasawa neno la Bwana? Unataka kufanywa kwa upya mwezi wa pili huu. Tunaenda kujiweka wakfu kwa sababu Bwana anaenda kututengeneza, anaenda kutufanya kwa upya. Ninaifurahia hii message ya mwezi wa pili. Ninaifurahia katika utu wa ndani, kwa sababu naiona katika ulimwengu wa roho vile ambavyo Mungu anaweza akamfanya mtu kwa upya. Haijalishi ulikuwa una magonjwa, ulikuwa una shida, ulikuwa na mateso, Bwana akisema anakuja kwa upako wa kukufanyiza kwa upya. Hakuna uganga, hakuna uchawi, hakuna madhabahu za familia zinazoweza kusimama na kuleta ajenda itakayoenda kuathiri maisha yako, kwa maana Bwana atakufanya kwa upya. Ni mwezi wa kufanywa upya. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mwezi huu. Tunajiweka wakfu kwa ajili ya kufanywa upya. Kama uko tayari kufanywa upya, utajiambatanisha
na ibada hii. Unaweza ukasema ya kwamba Mungu, ninaomba nifanye upya kwenye ndoa yangu, nifanye upya kwenye ndoa yangu. Unaweza ukakuta ndani ya ndoa yako huna nguvu tena, lakini Bwana anaweza kuzirudisha hizo nguvu, anaweza kukufanya upya, na mwezi huu wa pili mafuta yamemiminika, upako umemiminika. Kwa hiyo kutakuwa kuna urahisi wa kufanywa upya kuliko. Kwa hiyo unajikuta katika mwezi huu wa pili utafanywa upya tu, iwe ni afya yako utafanywa upya, iwe ni amani ya moyo wako utafanywa upya tu. Hakuna jambo litakalo kushinda kufanywa upya, utafanywa upya. Hakuna jambo linalomshinda Mungu. Mimi sijajua, yamkini unaweza kuwa na ndoa mbaya kweli kweli, lakini Bwana anaenda kuifanya upya. Yamkini unaweza kuwa na biashara mbaya, lakini Bwana anaenda kuifanya upya. Yamkini unaweza kuwa una watoto unaona hawako sawa, lakini Bwana anaenda kufanya upya kwa ajili ya upako wa kufanywa upya, wa kutengenezwa, wa kufinyangwa. Tunawekwa kuwa wapya, tunatengenezwa kwa upya. Ni mwezi wa kufanywa kwa upya. Nataka twende tukajiweke wakfu katika mwezi huu. Roho Mtakatifu, asante kwa maana umesema nasi ya kwamba ni mwezi wa kufanywa upya. Kuna namna tunaenda kutengenezwa na wewe, kuna namna tunaenda kupendezeshwa na wewe, kuna namna tunaenda kutengenezwa kama vile ambavyo awali tulitamani tuwe. Mungu liye hai, tunafanywa kwa upya, kama vile ambavyo kitu kinaweza kawa upgraded, kitu kinaweza kikapelekwa viwango vingine, ndivyo Bwana unavyotufanya kwa upya. Siku ya leo tunafanywa kwa upya kwa jina la Yesu. Baba, nakushukuru sana kwa neema ya ajabu sana ulioachilia ndani yetu. Nakushukuru Mungu liye hai kwa mafuta mabichi ulioachilia ndani yetu. Mwezi huu wa pili ni mwezi wa kufanywa kwa upya. Wa Mungu tena kutufinyanga kama udongo katika mkono wa mfinyanzi. Mungu liye hai, unaenda kututengeneza Bwana. Magonjwa yanayojulikana na yasiyojulikana ndani ya miili ya watoto wako yanaenda kuyeyuka kwa kufanywa upya. Bwana, unapowafanya upya magonjwa yanatoweka. Unaenda kufanya upya uchumi wa mtoto wako huyu, madeni yanaenda kuondoka. Unaenda kumfanya upya mtoto wako huyu katika hali ya mahusiano yake. Unafanya upya, upendo wa kwanza unarejea, upendo wa furaha na amani unarejea kwenye ndoa yake. Baba, asante kwa maana unafanya upya, na nguvu ya kufanya upya ndani ya mwezi huu wa pili tunajiweka wakfu, tunaifungua milango, tunajiweka wakfu. Bwana, unapotuona uone kama ni watu tunaotakiwa kufanywa upya. Tunapotembea tuingiapo na tutokapo, uone kama ni watu ambao wale wana agano na wewe Mungu la kufanyiwa upya. Na libariki na kuliinua jina lako. Sifa na heshima vyote ni vya kwako. Tunajiweka wakfu katika mwezi wa pili katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi ni wakati sasa wa kutoa sadaka za kujiweka wakfu kwa Bwana mwezi wa pili. Mungu anapokupa neema, basi unapoiachilia hii sadaka, ipo nguvu isiyo ya kawaida ya kujiweka wakfu mwezi huu wa pili, kwamba Mungu amekusaidia. Unaweza kwenda mwezi wa kwanza, umeenda vizuri, umezitoa sadaka zote na mafungu ya 10 na malimbuko umeachilia, umekuwa ni mwema. Umefanya vyema kwa Mungu, umesimama kwenye nafasi yako, na kwa kupitia hivyo mwezi wa pili unapofunguka ni mwezi wa kufanywa kwa upya. Mungu wangu akubariki sana, na utaachilia sadaka yako kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 57 78 76 0, au namba za mawasiliano 0713 84 21 23 au 0744 98 25 17. Mungu wangu akubariki na uwe na mwezi mzuri sana ukafanywe kwa upya. Amen.